Karibu tuzungumze kuhusiana na mahakama za kimataifa pamoja na mahakama za kikanda. Zenyewe zimekuwa zikitoa maamuzi hasa kuhusu migogoro ya mataifa, haki za binadamu, uhalifu wa kimataifa na maamuzi mengine mengi. Lakini hukumu hizi ambazo hutolewa baada ya mchakato wa kisheria unaohusisha ushahidi, mashahidi pamoja na hoja pia za pande zote. Na swali ambalo linajitokeza mara nyingi ni kuhusu nguvu ya utekelezwaji wa hukumu hizo. Je, maamuzi ya mahakama hizi yana mamlaka ya kulazimisha utekelezwaji wa mataifa au wahusika ambao wanakuwa wanatajwa, na ni kwa kiwango gani kinaweza kufanyika hivyo? Katika uchambuzi huu wa mfumo wa kisheria na nguvu ya maamuzi ya mahakama za kikanda na kimataifa, hapa studioni tumemwalika wakili James Marenga. Karibu sana wakili. Lakini tunaye pia Thomas Kibwana ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Thomas. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu wakili, na kwanza tujenge msingi kwa kufahamu kuhusiana na mahakama hizi za kikanda pamoja na kimataifa. Ziko ngapi na ni kwa namna gani zinafanya kazi? Nafahamu ziko nyingi. Ndio, asante sana ndugu mtangazaji Fozi. Mahakama ziko kama unavyosema ziko nyingi, lakini labda kwa sababu zinakwenda kwenye ukanda kama unavyosema, kuna zile ambazo ni za kimataifa kabisa, na labda katika mjadala huu tutazungumzia, niseme labda tutazungumzia labda tatu, kwa maana ya sawa, ile kwa mfano kwa hapa Afrika Mashariki tunayo mahakama ya Afrika Mashariki ya haki za binadamu na watu, alafu tutaiangalia ile mahakama ya kimataifa kwa mfano ICJ, unafahamu, lakini ile nyingine maarufu sana ambayo tunasikia kila wakati ya ICC, ile inasema masuala ya jinai. Hizo labda kwa ufupi tutazungumzia hayo maeneo, hizo mahakama tatu. Ziko zingine za Umoja wa Ulaya kwa mfano, kuna mahakama huko, lakini kuna ile mahakama nyingine ya Afrika kwa ujumla, sawa. Lakini sasa kwa sababu ya muda na nini, labda tutazungumzia hizi tatu ambazo of course zimekuwa ni kwa kwetu hapa Afrika Mashariki imekuwa ni maarufu, lakini hata ile ya ICC imekuwa maarufu na ICJ zimekuwa maarufu kwa sababu zinashughulikia masuala ya kimataifa zaidi. Sasa kwa nini maamuzi yake hayatekelezeki au kumekuwa na changamoto ya utekelezaji wa maamuzi yake? Kwa mfano tukianza hapa ya ile Afrika Mashariki, ile mahakama ya haki za binadamu na watu ya Afrika Mashariki, kwanza ugumu wa utekelezaji wa maamuzi yake, yanatolewa maamuzi, lakini kwa sababu mahakama hii haina nguvu ya moja kwa moja, ndio imetengenezwa kwa misingi ya mkataba wa Afrika Mashariki, sawa, na ukiangalia mahakama hii ina nguvu kabisa ya utekelezaji, yani na mamlaka ya kisheria ya utekelezaji, lakini imepata changamoto kwa sababu haina nguvu ya moja kwa moja. Kwanza haina jeshi, haina polisi kwa mfano, sawa. Mahakama haina polisi, haina chochote kile, kwa maana ya kwamba itategemea nchi wanachama kufanya nini, kufanya utekelezaji wake, yani wanachama wenyewe, unaona. Kwa utekelezaji huu unategemea serikali, nia ya serikali kwanza iliyopo, nasema political will, kwamba bana takubali yani kilichoamriwa, je mtakifuata? Nitatoa baadhi ya mifano, si ndio? Lakini labda shinikizo la kimataifa, kwa mfano kama jambo ambalo limeamuliwa linagusa maslahi ya haki za binadamu, ambayo kwa kweli hata mataifa yanaona kwamba kwa ile nchi imekiuka haki za binadamu. Sasa kuna hilo shinikizo, sawa, lakini uwajibikaji wa nchi husika, kama nchi itakuwa ina ile political, ina ule wajibikaji ambao utakuja itasema itafanya bla bla bla, unaona, hilo ni jambo nyingine. Kuna maneno kama manne hivi ambao yanafanya utekelezaji wa hizi mahakama fulani ya Afrika Mashariki unakuwa ni mgumu, sawa. La kwanza ni hilo, sawa, hakuna nguvu ya moja kwa moja, lakini vile vile kuna baadhi ya nchi zimejiondoa kwenye baadhi ya maeneo katika mahakama hizi. Kwa mfano Tanzania imejiondoa kabisa kwenye ile sharti la kuruhusu wananchi wake waishtaki wakiwa na matatizo. Sasa kitu kama hicho, maana mashauri ambayo yanawahusu wananchi ambao wamekandamizwa, kwa mfano, huwezi kupeleka shauri lako moja kwa moja kama mwananchi, huwezi, lazima upitie kwenye taasisi fulani, na sana utaratibu nao unakuwa uko kamba sana wakati mwingine sana, unaona. Kwa hiyo utaona kabisa maamuzi hayawezi kutekelezeka. Lakini kuna kitu kingine ambacho masuala ya siasa na uhuru wa nchi, wanasema sovereignty. Nchi inaona kwamba maamuzi haya yanayotolewa na hizi mahakama yanaingilia ile uhuru wa nchi yenyewe, unaona. Lakini wengine wanasema na sisi tuna mahakama zetu, mbona mnaingilia vile vile hata maamuzi ya mahakama zetu na vitu vingine kama hivyo, sawa. Kwamba hili swala hili kwa nini lisinge labda amuliwa na mahakama, ingawa hata utekelezaji wa ndani ya nchi za mahakama nazo vile vile unakuwa so friendly sana, unaona. Lakini vile vile hakuna adhabu
ambayo inaweza katolewa kwa nchi ile husika inayofanya kitendo hicho. Sasa hilo naona changamoto nyingine. Hakuna adhabu yoyote inaweza kutolewa. Kama nilivyosema, hakuna kufungiwa hata wanachama. Tumeshaona nani kama isipofanya utekelezaji. Hakuna. Hatujaona nchi ya Afrika Mashariki imefungiwa wanachama kwa mfano kwa sababu ya maamuzi. Kuna maamuzi kadhaa yameshatolewa na mengine magumu kabisa. Lakini hakuna utekelezaji. Lakini vile vile hakuna kufungiwa kama nilivyo wanachama, lakini hakuna hata kuwekewa shinikizo fulani masuala ya kiuchumi. Hizi nchi zinategemeana. Sababu Tanzania sijui nchi gani itakayowekewa kwa mfano vikwazo vya kiuchumi. Uganda itawekea Tanzania vikwazo vya uchumi, au labda Southern Sudan, au labda Kenya inawekea Tanzania vikwazo mpaka mtekeleze maamuzi ya mahakama hii ya Afrika Mashariki. Hakuna. Hatujawahi kuona kitu kama hicho kimefanyika. Sasa na hivyo ndivyo vinavyofanya maamuzi ya mahakama hizi, sawa? Lakini mfumo wa ufuatiliaji vile vile ni dhaifu sana. Sawa? Mfumo wa ufuatiliaji wa haya mashauri ni dhaifu sana. Labda inategemea vyombo vikubwa vile ambavyo kwa mfano labda Umoja wa Afrika kwa mfano. Umoja wa Afrika sasa wanakutana na kushinikiza ile nchi bana, Tanzania kuna mambo yameamuliwa na ile mahakama yenu ya Afrika Mashariki na ya haki za binadamu na watu. Kwa kweli haya masuala yanagusa watu wenu, tunaomba mtekeleze. Sasa nani katika ile Umoja wa Afrika ambaye anaweza kaenda kumsikiza kidogo wenzake? Kwa mfano labda swala limetoka Uganda, kwa mfano nafahamu hata Uganda walivyo, sawa, na Museveni na wengine. Lakini hata hapa Tanzania sio nani atakayefanya? Kila utawala unakuwa na mambo yake ambayo ni magumu, sawa. Na kadhalika. Tutaendelea hapo. Thomas, kwa uchambuzi wa kisiasa, nimesikia baadhi wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu na mahakama hizi wakisema zimekaa zaidi kisiasa tu, lakini ndio kama hivi kwamba utekelezaji wake hauonekani. Unadhani mataifa haya yanatazama vipi maamuzi yanayotolewa na mahakama hizi? Kwanza ukiangalia kwa mfano mahakama ya ICC, International Criminal Court, cha kwanza utashangaa unakuta mataifa makubwa sio wanachama wa ICC. Marekani sio sehemu ya ICC, Urusi sio sehemu ya ICC, China sio sehemu ya ICC, Israel sio sehemu ya ICC, kuna nchi kama Uturuki na vingine. Kuna nchi nyingi ambazo sio wanachama wa ICC. Sasa kwa maana hiyo ina maana wao wenyewe hawataki nchi zao au raia wao washtakiwe na mahakama ya ICC. Na double standard pia inakuja kwamba saa zingine hizi nchi zetu ndogo zinaingia kwa kushinikizwa. Mfano Tanzania ilijiunga na ICC mwaka 2002 wakati wa utawala wa hayati Benjamin William Mkapa, ambapo kulikuwa na shinikizo kujiunga na ICC wakati tunajadiliana na taasisi za kimataifa kuhusu mikopo yetu, kubadilisha terms and conditions za mikopo yetu ili tupunguziwe madeni yetu. Kwa ina maana tukaingia pale. Lakini unapoangalia kitu kingine, ICC unakuta 80% ya ambao wameitwa kushtakiwa na mahakama ya ICC ni raia wa Kiafrika na 20% ni raia wa nchi wa maeneo mengine. Unajiuliza kwamba ina maana makosa yanafanyika na viongozi wa raia wa Kiafrika tu? Ina maana viongozi au serikali za nchi za magharibi, nchi za Asia hazifanyi ukiukaji wa sheria za kimataifa? Lakini mwisho pia ni kama alivyosema ndugu wakili, utekelezaji. Nitatoa mfano 2024 waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ICC ilitoa arrest warrant, hati ya kukamatwa kwa Benjamin Netanyahu. Marekani na nchi za magharibi zilisema kabisa waziwazi kwamba sisi hatutatekeleza agizo hilo, na Marekani ikaenda mbali kabisa, bunge lake likasema kwamba sisi tutawekea vikwazo ICC kwa kutoa hati ya mashtaka kwa Benjamin Netanyahu. Lakini wakati huo 2023 mahakama ilivyotoa hati ya kukamatwa kwa Vladimir Putin wa Urusi, Marekani ilisifia kitendo hiyo na ikasema kwamba mahakama imefanya uamuzi sahihi. Kwa inategemea na tunasema kwa Kiswahili inategemea na mtu. Sasa inapotokea hapo unapoona kabisa kwamba utekelezaji wake inategemea ni nani na nani anashtakiwa na nani ana rafiki yupi, hapo tayari unaona kwamba kuna double standard, na kitu kishakuwa kina double standard kinakosa ile nguvu. Na ndio maana hata viongozi wa Afrika sasa hivi wanasema hapana, sisi viongozi wetu nao wakishtakiwa sisi hatutatekeleza maagizo ya mahakama, kwa sababu nao wenzetu wa nchi zingine marafiki zao wakishtakiwa nao hawatekelezi. Kwa nini iwe mahakama kwa ajili ya kushtaki tu viongozi wa Kiafrika? Kwa hiyo
hiyo double standard ipo, ni wazi. Zile nchi zenye nguvu au zenye marafiki wenye nguvu unakuta zenyewe haziathiriwi na haya masuala ya ICC, lakini zile nchi ndogo ndo zinawekewa kama standard kubwa ya kwamba ya vitu vya kufuatisha. Kwa hiyo nadhani hiyo ndo moja ya changamoto hizi mahakama ambayo inafanya kwamba mwisho wa siku kila mtu anapuuzia. Zinatolewa mahakama, wanaweza katoa hati zisitekelezwe au ikatoa hukumu, lakini bado vile vile ikapuuzwa kwa sababu watu wanaona kwamba ikiwa upande mwingine haitekelezi. So hiyo ni changamoto kubwa ya hizi mahakama za kimataifa. Sasa hilo jambo linaonekana kwa upana zaidi katika mahakama za kimataifa, na tuki narrow down, tukishuka kidogo kwenye mahakama za Afrika na za Afrika Mashariki, uzuri ni kwamba mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu iko Arusha, hali kadhalika ya Afrika Mashariki ina operate kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini kuna maamuzi ambayo, kwa mfano Machi 28 mwaka 2019 mahakama ya Afrika Mashariki iliamuru sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 ifanyiwe marekebisho. Jambo hilo ilikuwa bado mpaka leo halijatekelezwa. Lakini pia Machi 6 mwaka huu mahakama hii ya Afrika ilitoa uamuzi kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 41 ibara ndogo ya 7 ambayo inaelekeza kwamba matokeo ya uchaguzi wa urais yasiyojiwe mahakamani na yenyewe pia irekebishwe, na yenyewe pia imeleta wasiwasi kuhusu utekelezaji wake. Sasa mahakama hizi zinavyotoa uamuzi kama huu, ikiwa zinajua pia mazingira ya utekelezwaji wa hayo maamuzi ni mgumu, kwa nini bado zinaendelea kufanya kazi katika mazingira kama hayo? Hizi mahakama zimeundwa na nchi wanachama sawa, na mikataba kama nilivyosema inayoongoza kuundwa kwake, na nchi hizi zimesaini na kuridhia uwepo wa hizo mahakama. Hata uendeshaji wake hizi nchi zinachangia sawa. Kwa hiyo zipo, kwa hiyo unaziona ni mahakama vile za kinadharia kwa maana hiyo, sawa. Kwa mfano ulimzungumzia ile shauri la Baraza la Habari Tanzania pamoja na Kituo cha Haki za Binadamu pamoja na ile TCRDC walifungua shauri kuchallenge ile sheria ya huduma za habari kama vipengele 16 hivi nini mnasema maeneo 16 ile sheria, vifungu 16 wakichambua jinsi ambavyo vinakiuka mkataba wa Afrika Mashariki kwa maana hiyo, na kweli itolewa maamuzi kuhusiana na vipengele hivi vibadilishwe kabisa na kadhalika. Najua serikali ifanya marekebisho kidogo tu sana, sawa, kwenye hii sheria na kwa kweli mabadiliko yenyewe hayakugusa yale mambo ambayo mahakama ilitaka, sawa. Ili nafikiri imepunguza adhabu katika mabadiliko mengi ni kupunguza adhabu kwenye adhabu zilizowekwa, sawa, na eneo moja tu la jinai kwenye masuala ya habari kidogo, sawa, wamekule kujinaisha masuala ya habari kidogo, lakini sehemu kubwa haikutekelezeka, sawa, haikutekelezeka, sawa. Ndugu yangu amezungumzia vizuri sana kuhusiana na hizo kama ICC kwa mfano. Tunajua wakati mwingine maamuzi yanayotolewa na hizo mahakama kwa mfano ya ICC, sawa, nchi labda ikishindwa kutekeleza, na kama nilivyosema ukamataji utategemea nchi husika. Kwa mfano wamesema wametoa summons au na arrest warrant kwa mfano ya kiongozi fulani, kama wanavyosema itategemea ushirikiano wa nchi ile. Of course kuna kitu kinaitwa Interpol kwa mfano, ni jeshi la kimataifa, sawa. Hii Interpol hapa Tanzania vile vile ina ushirikiano Tanzania na Interpol, lakini ICC ikitoa arrest warrant aje akamatwe kwa mfano kiongozi wa nchi hii kwa mfano, sawa, amekiuka haki za binadamu kwa mfano, amevunja haki za binadamu na kadhalika, sawa, itategemea jeshi hili la hapa kwetu sasa kwa kushirikiana sasa na hiyo Interpol sasa labda waweze kufanya nini, kuhakikisha kama wanamkamata huyo. Sasa ile unaona jinsi ambavyo kunakuwa na ugumu wa utekelezaji wake, sawa. Ndio kuna maamuzi mengine, kwa mfano tunajua ile inaitwa Security Council, sawa, ambayo huwa inapewa vile mamlaka ya kutekeleza wakati fulani, sawa, lakini kama alivyosema mchambuzi hapa,
Security Council wanachama wake wana kura za veto kwa mfano. Sawa? Ndio wao kina Marekani na watu wengine kama tena wamejiwekea namna fulani. Wale ndio wanachama wa Security Council unasikia. Sawa? Ambao inaweza kuwa na nguvu, inaweza labda ikaleta organize kama force fulani hivi ya kuja kushinikiza na vitu vingine kama hivyo. Kuna sehemu wameweza kutekeleza mashauri kama hayo. Lakini bado ina nguvu ya mataifa machache yenye nguvu. Sasa ndio maana unaona utekelezaji wake. Ukija huku sasa Afrika umeona mpaka Kenya walikwenda mpaka kushtakiwa viongozi wake wakaenda mpaka ICC, ndio wakafanya vingineo wakapatikana na hatia, baadaye zile mashauri yalifutwa. Lakini utaona ni mashinikizo kama nilivyosema yanahusu tu zile nchi ambazo ni za kwetu kwa sababu sasa. Na vipi kuhusiana na maamuzi haya ya mahakama za kikanda kuhusu masuala ya kikatiba constitutional? Nani anasimamia uwajibikaji pale ambapo maamuzi haya yanatolewa? Ndio shida hii inakuja pale tu. Sawa? Kwa sababu hakuna nguvu ya moja kwa moja ya ufuatiliaji. Sawa? Na masuala ya kikatiba kwa mfano ndio hiyo wanazungumzia habari ya sovereignty, sababu na hili swala la kwetu sisi. Sawa? Hili swala ni la kwetu. Katiba sisi ndo tunaijua zaidi kuliko nyinyi. Ni ya kwetu hii. Ingawa kweli inavunja haki za binadamu za wananchi wa nchi ile, sawa? Lakini bado kuna hiyo tu. Hakuna nguvu ya moja kwa moja ya shinikizo. Ndio tunaonekana mashinikizo kwamba kwa mfano ni kweli kile kifungu cha ibara cha katiba kinachotaka matokeo ya urais yahojiwe mahakamani. Sawa? Ambacho kikiona kweli kina kwa haki za binadamu ni kifungu ambacho kiko wazi. Kuna watu wanataka kung'ang'ania kwenye urais tu bila kuhojiwa hata kama uchaguzi ukifanyika inapotakiwa. Sio bana? Ambacho ukiangalia wenzetu masuala kama hayo wameshafika mbali sana. Sio swala la mjadala. Lakini kwetu sasa nani atashinikiza Tanzania kubadilisha kile kifungu cha katiba? Wananchi wenyewe wanazungumzia habari ya mabadiliko ya katiba mpaka leo imeenda hivi, process imeenda ikafika sehemu ikakwama, ikatumbukia, sio hata imeishia wapi, sio itaanzia wapi. Hiyo bado ni changamoto. Umeona? Hiyo ndio kitu kikubwa hizi mahakama hizi hazina meno ya maana ya kufanya. Kwa hiyo ziko pale, wakati mwingine ukiziangalia ndio lazima ziwepo kwa sababu ni taratibu, lakini nguvu yake haipo sana. Thomas amezungumzia kuhusiana na sovereignty kwa maana ya uwezo wa taifa kujitawala, lakini kwa upande wa pili kuna taifa hilo, wajibu wa taifa hilo kusimamia na kutekeleza yale mambo ambayo wamekubaliana na mataifa mengine. Kwa maana ya kwamba kwa mfano kwenye jumuiya za kikanda, Umoja wa Afrika ama ndani ya Umoja wa Mataifa, kwa mfano masuala ya haki za binadamu. Hasa wakati mwingine inakuwa ngumu, hoja hizo zinakuwa zinakinzana. Inakuwa tunashindwa kuelewa ni muda upi tunatenganisha taifa kujitawala lenyewe na kuzingatia yale masuala ambayo ni universal, kwa mfano haki za binadamu. Ni muda upi sasa tunaweza kutenganisha vitu hivyo? Ndugu Akili alikuwa anataja kitu kile mara kuhusu sovereignty. Unajua pale Umoja wa Mataifa ulivyoanzishwa mwaka 1975 iliweka nguvu sana kwenye nchi binafsi kujiamulia. Kwa hiyo masuala mengi inakuja swala la political will, ile nia au utashi wa kisiasa, na sio kwa nchi ndogo tu, hata nchi kubwa kuna maamuzi mengi ambazo zinayakataa kama wanaona kwamba hayaendani na maslahi yao. Mathalan mfano Marekani ilivyovamia Iraq 2003, Umoja wa Mataifa ilikataa kabisa Marekani kuingilia Iraq na kuivamia, lakini uongozi wa Marekani ikasema haitajali maamuzi ya Umoja wa Mataifa, yenyewe itaingia. Tuliona maafa yaliyotokea Iraq. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye haya masuala, kwenye sheria za kimataifa, huwa utekelezaji wake mara nyingi, japo tunasema kwamba kuna vitu ambavyo ni binding, ni lazima, lakini mwisho wa siku mara nyingi ni nchi zinaachiwa kujiamuliwa, na inakuwa hivi kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nchi mbalimbali inaiona kwake mwenyewe haina maslahi. Kwa hiyo mimi Tanzania kinaweza katolewa uamuzi ambao labda nchi nyingine siifuate, lakini mimi simshinikize sana yule, kwa sababu mimi mwenyewe najua kuna wakati kuna vitu mimi mwenyewe labda sitatekeleza kwa sababu haina maslahi kwangu. Kwa hiyo ile nguvu sasa ya kumnyoshea kidole mwenzako na kumwanganiza inakuwa ngumu, kwa sababu kila mtu anadai kwamba anaangalia maslahi nchi yake, na hii ni kwa nchi kubwa na kwa nchi ndogo. Kwa hiyo mara nyingi sasa unakuta kwamba hivi vitu vinabaki kuwa tu utashi wa nchi husika, zinakuwa sasa sio tena masharti, inakuwa ni kama recommendation kwamba tunashauri iwe hivi, lakini vitu vingine unaangalia kabisa kwamba utekelezaji wake sio wa kirahisi. Mathalan mfano hiyo aliyosema kwamba swala la kikatiba kwamba
matokeo rais yaweze kupingwa mahakamani, hiyo tayari inahusisha kwamba ni mchakato wa kikatiba, sio kubadilisha tu sheria. Kwa hiyo ni mchakato mrefu. Napoingia kwenye swala la kubadilisha katiba, tayari siasa zinaingia moja kwa moja, siasa inahusika. Kwa hiyo sharti la mahakama tu haiwezi kafanya nchi fulani ikabadilisha hilo jambo moja kwa moja. Kwa hiyo double standard ambayo iliyopo na nchi kuangalia maslahi zake siku zote zitafanya kwamba hizi hukumu za kimataifa ziwe ngumu, unless itokee jambo ambalo nchi zote sasa zinasema kwamba hili jambo ni lazima iwe hivi, au ni lazima tuweke shinikizo hili. Mfano Slobodan Milosevic wa Yugoslavians hizo, yeye alishtakiwa na ICC akakutwa na hukumu hiyo yaliyotokea yale maafa kule, hadi nchi za zenyewe zikasema kwamba huyu mtu bado ashtakiwe. Lakini kingine unabidi pia sasa uangalie hivi vitu kina utashi wa wananchi. Tunachukulia mfano wa wenzetu Kenya. Alivyoenda rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa hivi William Ruto waliposhtakiwa ICC. Wakati kesi yao iko ICC, wao walikuwa wanagombea urais na umakamu wa rais. Bado wananchi wao wakachagua pamoja na kujua kwamba wana kesi. Na moja sababu watu wanasema kilichofanya kwamba wananchi pia hata wapige kura, moja sababu pekee ni kwamba wananchi wa Kenya waliona kwamba mbona kama sisi viongozi wetu wanaonewa kuna double standard, wakasema basi huyu ambao mnashtaki basi sisi tutawapigia kura. Sasa kwa mtindo huo unakuta sasa kwamba bado mwisho wa siku nchi husika ndo zina nafasi kubwa ya kutekeleza haya mambo. Kama alivyosema ndugu wakili, hizi mahakama, vyombo vya kimataifa havina jeshi vya kusema vitaingia moja kwa moja na kusema kwamba lazima amri fulani itekelezwe, na mambo mengi yatapita kwa sababu nchi zote kuna mambo ambao wao wenyewe wakiona haina maslahi kwao watapuuzia. So kama wewe kuna vitu unapuuzia ambavyo havina maslahi kwako, basi kwa mwingine pia unaweza kaangalia ukasema kwamba ili bwana isiwe kesi na mimi nikipuuzia ambayo ina maslahi kwangu, basi hii pia sitaweka shinikizo kubwa. Labda jambo moja tu, kwa mfano mauaji ya kimbari, sawa, uliona jinsi ambavyo of course Ufaransa ilinena sana kwa sababu ilionekana kama vile ichechea, si ndio? Na ukaona jinsi ambavyo kesi zilivyokuwa, si ndio? Mpaka ikaundwa mpaka kesi ikaundwa mahakama kabisa, si ndio, ya mauaji ya kimbari ambayo ilikuwa inaendeshwa hapa Arusha na of course na ICC mahali fulani, si ndio? Kwa sababu ya shinikizo ambalo unaliona kwa Afrika, sababu kweli watu wengi sana wamekufa na vitu vingine kama hivyo, sawa, unaona kama kuna draw attention ya kimataifa hivi. Lakini vile vile kulikuwa kuna mkono hapo, kuna watu walikuwa wanajisafisha hapo, kuna mataifa yalikuwa yanajisafisha hapo, sawa, Wafaransa kama wanavyoona wengine, sawa. Kwa hiyo ndio maana akaamua kutumia shinikizo wala kuweta hizo mahakama. Utaona kesi zimeendelea, well financed, ile mahakama ilikuwa well financed, si ndio bwana? Ilikuwa pale Arusha kama mnafahamu, ilikuwa well financed, na maisha ya watu, una watu wengine walinemeka sana kwa ile mahakama pale kwa sababu ya interest hizo, unaona, na kadhalika. Kwa hiyo utaona waongea kama na leo ulikuwemo, interest ya nyingine. Mahakama ile ilikuwa ICC nzima ile ilikodiwa pale, kulikuwa sio mchezo pale, security kubwa na nini, mambo makubwa yalikuwa yanafanyika pale. Ndio Thomas, naona kwa watu walikuwa wanajisafisha. Kwa hiyo mfano aliotajwa mauaji ya kimbari ya Rwanda, ilikuwa lazima taifa yajisafishe kwa sababu yalikuwepo majeshi ya UN pale. Wakati mauaji yanaanza, general wa UN wa pale alitamka kabisa, akatoa taarifa kwamba jamani, hapa yanayoendelea yanaenda kuwa mabaya, wakapuuzia. Nchi kama Marekani zilipewa taarifa kabisa kwamba bwana, huku kinachoendelea Rwanda itakuja kuwa mbaya, wakapuuzia. Yakatokea yaliyotokea. Kwa hiyo baada ya kutokea yaliyotokea, wakafa malaki wa watu, hata wenyewe wakasema kwamba bwana, sasa hapa bila kuwa na hii mahakama itaonekana kwamba kuna lakini. Kwa hiyo ndio halisia huo. Inategemea na wakati inategemea na mazingira, jambo linamnufaisha nani, na ukubwa wa jambo wenyewe. Hasa kwa hicho mlichoeleza, mnadhani hizi mahakama zina uhalali na bado kuna haja ya kuwepo kwa hizi mahakama? Kuwepo kwake bado kuna umuhimu wa hizi mahakama kuwepo, kwa sababu binadamu anakengeuka sana, na wakati mwingine tunasema kuna kitu kingine kinaitwa naming and shaming, sawa. Wakati mwingine shaming vile vile inasaidia, wakati mwingine kwa maana nchi imeshtakiwa, viongozi wake wameshtakiwa. Nyinyi mnafahamu hapa kwetu mashirikizo yanayotokea kwenye mambo fulani, utasikia watu wakizungumzia habari ya ICC, kuna kwa kama vile kuna tension fulani hivi, sio bwana? Kwa hiyo inasaidia wakati mwingine kuondoa watu kujiamulia, sawa,
moja kwa moja masuala bila kufuata utaratibu wa haki za binadamu. Bila hivi vyombo kutokuwepo, kwa mfano, hali ingekuwa labda mbaya zaidi. Ingekuwa mbaya zaidi. Watu wasingekuwa wanaogopa habari kwa sababu hakuna ICC. Kwa mtu anajua tuende tu na mna sehemu ya kushtakiwa. Lakini sasa hivi watu wanaogopa watashtakiwa kwenye ICC na sehemu zingine. Sawa, watakumbana na huo mkono wa sheria. Ile tu mtu kutajwa au makupelekwa. Hata kutajwa tu anaweza kumfanya kaogopa chochote. Sawa, kwa hiyo mimi nafikiri umuhimu wake upo. Sawa, lakini changamoto ni hiyo, katika sheria za kimataifa bado utekelezaji ni mgumu, kwa sababu kwa kweli hakuna taratibu ambazo zimewekwa za kufaa. Sawa, na kama hivyo ulinganifu, sawa, hali za kiuchumi vile vile na kadhalika, bado kuna changamoto kubwa sana ya utekelezaji wake. Hiyo ndio changamoto. Lakini wanaoumia zaidi ni yale mataifa ambayo ni tuseme ni madogo kiuchumi, kwa maana hiyo, sawa, hayana uwezo wa kiuchumi na kadhalika. Watu wake ndio wanaumia, kwa sababu viongozi wao kwanza wanawakandamiza, lakini vile vile hata nchi zile ambazo ni kubwa nazo zinakandamiza zile nchi nyingine kwa maslahi yao ya kiuchumi na ya kisiasa. Thomas, mtazamo wako ni upi pia? Mimi naona bado yana umuhimu, kwa sababu pia tumeona kwamba hizi mahakama zinasaidia hata mataifa mbalimbali kuna mipaka isivuke, kwamba tayari kuna presidents ambazo zimekuwa set. Inaonekana kabisa kwamba bwana, jumuiya ya kimataifa kuna vitu navumilia, lakini uvumilivu nao una kiwango. Kuna kiwango fulani kikivuka, basi lazima kuna matokeo yatatoka. Lakini kama ndugu Akili alivyosema, hata matamko kutolewa inasaidia saa nyingine kuweka baadhi ya vitu sawa. Kwa hiyo hizi mahakama zina umuhimu wake, lakini pia tumeangalia zaidi kwenye upande wa jinai, lakini tumesahau pia kuna upande wa madai. Mahakama ya ICJ, International Court of Justice, hii ni mahakama ambacho huwa nchi na nchi zinapelekana zikiwa zina migogoro, na huwa zikienda kabisa hapo zinakubaliana kwamba bwana, sisi tunakubali kwamba ICJ isikilize ili sharti letu, mgogoro wetu, na hukumu itakayotolewa na ICJ sisi tutaifuatisha. Kwa hiyo inasaidia. Kwa hiyo tunaangaliaga tu hizi mahakama kwa upande wa jinai, lakini tunasahau pia kuna upande wa hizi mahakama pia zinatoa hukumu za madai, na pia zinasaidia sana nchi mbalimbali zitatue migogoro na zisishie kuingia kwenye vita kubwa, kwa sababu hizi mahakama tayari zinakuwa zinasaidisha na kufungua milango hata walao ya mijadala. Sasa na labda hapo kwenye ile anasema mchambuzi ni hizi hasa za madai zinakuwa rahisi wala kitu kutekelezeka, si ndio? Ndege zako zinaweza kukamatwa mahali unafahamu, zisiondoke, sawa, mpaka ulipe ile kitu ile. Sasa hiyo rahisi sana kutekeleza, sawa, au chochote kile. Kwa hizi nyingine ili ziwe na nguvu, nadhani kitu gani kinapaswa kufanyika? Sasa ili kuzipa nguvu ya kutekeleza kwenye jinai. Sasa kwenye jinai, maana kitu ambacho kinatakiwa kufanyika, labda kuundwe jeshi, sawa, ambalo litakuwa lina nguvu sana. Sasa litakuwa linafanyaje? Kwa sababu najaribu kufikiria litakuwa linaingia kwenye nchi mbalimbali, itakuwa jeshi gani? Sasa bado kuna hiyo kwenye hiyo jinai ndio una hiyo changamoto, sawa. Of course, kama nilivyosema, ile Security Council ingawa imepewa nguvu sana ya kufanya utekelezaji wa mambo fulani, lakini bado uwe na nguvu tu kama za Kimarekani, unaenda kumvamia na kumchukua rais mahali fulani wa nchi fulani, unaenda unamchukua, unampeleka kwako na vitu kama hivyo, sawa. Hivyo kitu labda sijui, labda ifika. Lakini sasa nao watakuwa hawafanyi makosa. Kama nchi kama yenye mamlaka kama ingeweza kupewa mahakama ingekuwa na nguvu kama hiyo ya kutumia super powers, kwa mfano kwamba bwana, wewe huyu rais wa nchi fulani mkorofi ameua watu wake na nini, afa mahakama imemhukumu afa amekataa, sisi tuende tukamchukue, wanakuja wanakuchukua hapo, tena kukufunga huko. Hiyo inaweza kuwa inaweza kuwa suluhisho, lakini vile wao kutatoka mgongano mkubwa sana. Na sasa tunaingia kwenye kuingilia tena sovereignty. Sasa itakuwa inaua na sovereignty, kwa sababu kama kweli umeua wananchi wako wengi in mass, kwa mfano mauaji kama ya kimbari umeyasababisha wewe, sasa hiyo sovereignty yako vile uhai, kwa sababu tunazungumzia habari ya uhai na haki za binadamu, sasa wanakuja kuchukua. Sasa tunashukuru sana, asante sana kwa uchambuzi ambao umetupatia Thomas na wakili James. Asanteni sana kwa kuja. Tunakamilisha hivyo tukizungumza nguvu ya mahakama hizi za kikanda, mahakama za Afrika na mahakama za kimataifa katika kutekeleza maamuzi mbalimbali ambazo zinatolewa kwenye mahakama hizo.